Yes, bana, mambo vipi mtazamaji wa Badilika TV? Kama unavyoona mbele yako hapa nipo na ndugu yangu Malaika. Baada ya mechi kutamatika pale Zanzibar, nimeamua kuja kumtembelea na kuona nini anachosema, maoni yake ni nini kwenye Simba yake baada ya mapumziko ya muda mfupi hapa. Habari yako ndugu yangu Malaika? Habari yangu ni mzuri. Kwanza nitangulize kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunifikisha katika mwaka mwingine, mwaka wa 2026, na amenifikisha nikiwa na afya bora sana. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri. Natumaini umeangalia mechi dakika 90 zote. Vipi? Kuna mabadiliko yote kwenye kikosi chako cha mnyama? Mabadiliko ndani ya mchezo wetu wa Simba tunavyochezaga siku zote na uko vile vile. Sijiona mabadiliko katika performance, sijiona mabadiliko katika aina ya uchezaji, na sijiona mabadiliko katika mfumo. Nimeona mfumo ni ule na pia uchezaji ni ule ule. Kwa hiyo sijiona bado mabadiliko yote katika klabu ya Simba. Ila tu kuna mmoja tu ninaona tu kwamba kidogo mabadiliko ya mtu binafsi mwenyewe, lakini aina mchezo ni ule ule tu. Unataka kusema kocha mpya amekuja bado hajaonyesha makucha yake, au ndo uwezo hamna? Mimi sitamzungumzia kocha mpya kwa sababu nitamzungumzia tu Matola. Matola bado klabu ya Simba inatuambia kwamba yeye bado ni kocha msaidizi kwenye klabu ya Simba. Kwa ina maana hata hivi leo hii alikuwa ni kocha msaidizi katika bench kama ni msaidizi wa klabu ya Simba. Kwa hiyo naangalia mpira uliochezwa ni mpira Matola, kikosi kilivyocheza kikosi cha Matola. Kwa hiyo siwezi kumzungumzia kocha mpya ambaye ndo first mechi ya kwanza imekuwa ni leo na ameingia Tanzania hapa kama leo siku ya 5. Sawa. Kwa hiyo siwezi kumzungumzia, ila nitamzungumzia Matola. Nimeuona muendelezo wa mpira Matola ambao uwezo wake lakini pia ujuzi wake na elimu yake katika mpira wa miguu kwa muda wote ambao amekaa pale klabu ya Simba Sports Club. Ndugu yangu Malaika, ni kama kocha mpya alionekana kwamba kufanya rotation ili aone wachezaji wake wote. Ili wewe kwako unaliongeleaje kwa mchezaji mmoja mmoja? Katika wachezaji wote ambao leo wamecheza, kwa wale wachezaji ambao mimi sijawahi kuona wakicheza katika pitch yote, katika viwanja vyote. Bajabel nimejaribu kumwangalia mechi ya kwanza, alicheza lakini pia alipata goli moja. Lakini pia nimemwona tena leo mechi ya pili Bajabel akicheza. Nimemwona miongoni mwa wachezaji ambao katika klabu yetu ya Simba tuna kila sababu ya kuweza kujivunia. Ana mpira fulani hivi ambao kama viongozi wa Simba wakiwa na utulivu, wakiwa na maelewano mazuri, Bajabel ataweza kutufikisha pale ambapo tunapohitaji. Kwa sababu Bajabel hana uwezo sana mpira wa gusa achia. Ile slogan ya Young Africa ambao walitumia msimu uliopita kwa kocha wao yule tunaita yule kocha mwigizaji yule, unaona, alikuwa anatumia mpira gusa achia. Ile gusa achia hanayo Bajabel, na uzuri wake Bajabel akiwa na mpira ukimpa naye pia nakupa, anakulazimisha, anakuambia kwamba usikae nyuma ya adui, anakuambia ukinipa usijifiche au usinikimbie, ukinipa fungua na mimi nikupe ili mchezo tuendelee zaidi. Kwa hiyo ni Bajabel peke yake, niseme tu kwa nini sio mnafiki, ambaye nimejaribu kumwangalia kwa jicho la tatu na kuona kwamba Bajabel tuna kila sababu ya kuweza kujivunia, na viongozi wa Simba tumpe maua yake yote katika klabu ya Simba. Hana uwezo mkubwa sana. Ndugu yangu Malaika, ningependa tukutane baada ya mechi 2 au 3 ambazo atazicheza Simba Sports Club ili tujue, je, kuna kitu kitakachoongezeka au kuna kitu ambacho kitapungua. Neno lako la mwisho kwa mashabiki wa Simba Sports Club kuhusu kikosi chao na kile walichokiona leo. Simba bado sisi ni yatima. Unajua mchezo wa leo tumecheza na MMS. Ni miongoni mwa klabu ndogo sana katika ukilinganisha na Simba Sports Club. Ukiangalia wachezaji wa Simba asilimia zaidi ya nusu au robo 3 mzima ni wachezaji ambao ni professional, yani kwa wako vizuri katika mpira na wamecheza michuano mingi sana. Lakini tunajaribu kuangalia wachezaji wa MMS wale ni vijana ambao ni wa kawaida, hawana uzoefu wote, lakini mwisho siku Simba tumeweza kushinda goli moja tu. Tumepata kona takriban kona 8. Ndani kuna 8, kona 9. Kona 9 zote hakuna ambayo imefanyaje imeweza kuzaa goli. Sasa hiyo tunaona ni shida kubwa sana. Yaani kama klabu ya Simba tunacheza na MMS, tunapata kona 9, tunashindwa kupata hata kona moja.
ina maana bado katika safu yetu, mpangilio wetu, mfumo wetu wa kuweza kupachika goli katika lango la adui letu kwetu imekuwa ni shida sana. Kwa hiyo ni mashabiki wote na wa Simba Sports Club, tusimfocus kocha nadhani tumwangalie mechi nyingine. Akicheza mechi 3 tunaweza sasa kumwangalia kwamba je, kocha anakuja na mfumo gani. Kikubwa mimi nataka niangalie mfumo wa kocha, ana mfumo wa aina gani, anacheza katika mfumo gani, ni nani ambaye ndio source la kwenda kushambulia, ni nani ambaye ni source anategemewa katika kufunga, kwa sababu kila timu lazima kuwa na resource ya mtu mmoja. Malaika, huenda labda ukosefu wa magoli leo au kupata magoli machache umesababishwa na strikers wa Simba Sports Club kuwa hawakushiriki mchezo huu, labda unaenda ukasababisha kwamba wasipate magoli mengi. Strikers ni nini? Kwani tulikuwa na wewe Bajabel, lakini pia tulikuwepo na yule Mnyakyusa ambaye ni kijana mdogo sana ambaye nimemuona leo katika mchezo wake. Ni yeye amecheza kama striker, lakini yule kijana anaitwa Suna, ni Mwamnini sijui Mwamkisi Mwamnini sijui. Yule kijana ndio level yake na hawa MMS. Kwa hiyo ni kitu kigumu sana kuweza kuwapachikia, yani tumweke pale Soa eti acheze na vijana. Hiyo ni sawa, tunazungumzia ni sana, yani tumefanya ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tumeweka striker kutokana na aina ya timu ambayo tumecheza nayo. Kwa hiyo siwezi kuzungumzia mastrika wengine, na wazungumzia hao ambao wamecheza na pia wana uwezo mkubwa, lakini pia wanajua namna ipi ya kupachika magoli. Ukimwangalia pale unamuona kuna kijana ambaye ni Bude Mutale, ni mzoefu mkubwa sana kufunga na pia ana uzoefu mkubwa sana. Leo siangalii kwa nini, lakini mimi ninachoangalia mimi ni namna ipi ya watu tumeweza hatujatengeneza mpira. Kikubwa mechi imeanza mpaka imalizika, hatujatengeneza nafasi za finishing kwa striker wetu ambaye tuliyomwamini leo. Yani hakuna pass finishing ambayo kapewa striker, hakuna pass finishing ambayo kapewa nambari 10, lakini tumemwona Bajabel alipewa pass finishing sawa na Mahema, na ile ndipo kazaa goli. Tunahitaji katika mchezo mzima ndani ya dakika 90 ipatikane pasi kama zile, yani nambari 10, nambari 8, nambari 7 hatoe pasi ambayo ya kumwambia striker kazi ni kwako. Zile ndio pasi ambazo sisi klabu ya Simba tunazimisi ili kuweza kuwaona mastrika wetu wana uwezo gani wa kucheka na nyavu. Shukrani sana. Asante sana.